Niandika nikasema safari ya kufanyika mwana huwa inaanzia kwanza kwenye kuzaliwa, kwenye Injili kupitia watumishi wa Mungu ambao wanakulea mahali ambapo umejiungamanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaanzia hapo safari ya kuwa mwana. Mwana hawezi kujizaa mwenyewe. Kuna baba anayekulea. Katika dunia yetu ya leo hii, wengi walioko makanisani sio wana. Ni watu wanakuja kusali kama kwenye jamii fulani tu. Hawasikilizi kila ambacho kinafundishwa mahali pale. Hawafati, hawaendani. Na kwa jinsi hiyo wamepishana na baraka ya Mungu. Kumiliki neema ambayo inatokea imeachiliwa mahali pale inakuwa ni ngumu sana. Na Mungu alijua, ndio maana kila mahali kuna malezi yake. Kila mahali, kila mtumishi ana injili ambayo Mungu amempa. Mtu asipoiamini, mtu asipoifuata, hawezi kuwa mwana. Atakuwa ni mtu wa mtaani. Kusoma katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, alafu karuka ukasoma 13 mpaka 15, nasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na wengine walimu, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mtu anapokuwa hajajiungamanisha sawa sawa, yeye anakuja tu kama kusali na kuondoka. Si mtu wa hapo, bado hajajihesabu kwamba mimi ni mtu wa hapo. Huyo mtu anaendelea kuwa mtoto. Anaendelea kuwa mtoto. Na ndio maana Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume. Hizo ni huduma 5. Alitoa wengine kuwa manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine walimu. Kwa sababu gani? Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Maana yake Mungu huwa anatoa package kwenye kanisa. Anatoa package ambayo inaweza kukufanya wewe ukue kiroho, ambayo inakufanya wewe uwe mwana. Kwa hiyo unapokuwepo na elea tu hivi, usahau kufikia hicho kimo cha Kristo. Usahau kufikia kuwa mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi leo wanahangaika kwa sababu hawajajua siri hii ya kuwa wana, kuzaliwa mahali, kuwa kwenye jamii moja. Bwana Yesu asifiwe sana.